Waswahili au wahenga waliwahi kusema kuwa hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, yaani mbio za sakafuni huishia ukingoni. Unapokimbia kwenye sakafu, ukifika ukingoni, zile mbio zako zinaishia hapo hapo. Kwa hiyo hayo ni marefu yasiyokuwa na ncha, tunaweza tukasema hivyo, na tunaweza tukapigia mstari kwenye hiyo kauli kuwa marefu hayakosi mwisho wake, yani hayakosi ncha yake. Ndicho ambacho tunakishuhudia. Tumeishi kwenye ulimwengu ambao tuliandikiwa, tukaishi kwenye nadharia na hariri walizotuhariria wao, wakatufundisha, wakatuaminisha kuwa wao ni watu wa ajabu kabisa, wao ni wajuzi wa kila kitu, wao wana nguvu zote. Kadri muda unavyokwenda, kama vile mimi hupenda kuambia, hakuna mwalimu bora zaidi duniani kuzidi wakati. Wakati ukifika huwa unatoa majibu halisi. Wakati ndio jibu la ulaghai wowote. Wakati, muda ndio suluhisho la kila kitu. Wakati, kuna mambo tunayaona hivi sasa, kama yangesimuliwa na watu tusingekuwa tunaamini kabisa, tusingekuwa tunaamini kama haya mambo yanatokea, lakini ukweli tunayashuhudia katika hizi zama ambazo tumekuwepo. Nani aliamini kuwa kuna wakati itafikia nchi kubwa kama Marekani itakuwa inatudanganya tu kwa taarifa ambazo inatupatia, kuwa ni taarifa ambazo tena sio kutudanganya kwingine kama kule wamezoea kutudanganya kuhusu huyu ana hiki, huyu ana hiki. No, katika sehemu ambayo unaweza kusema kuwa katika vita, anapokutana na nchi ambayo unahisi kabisa kuwa mbona Marekani anaweza akaipiga kwa mkono mmoja akaimaliza, lakini unaona kuwa nchi kubwa kama Marekani inakaa inatupiga fiksi, kutuongopea, kutudanganya. Rais wa dunia, rais wa Marekani ndio rais wa dunia. Rais wa dunia amekaa anatuongopea tu, anatudanganya anavyojisikia yeye kutudanganya, lakini anatudanganya kwa maslahi yake. Hilo liko wazi. Saa 48 za Irani kupewa warning kuwa ni lazima wafungue mfereji wa Hormuz, vinginevyo watakabiliana na hatima ngumu kabisa katika maisha yao. Zimepita kwa aliyetoa saa 48 kurekebisha mwenyewe kauli yake. Yeye mwenyewe ana clear. Vyombo vya habari vya ulimwengu wa magharibi takriban siku mbili vinaimba wimbo mmoja wa saa 48, saa 48, saa 48 ambazo Irani walipaswa wafungue mfereji wa Hormuz kwa tamko la Donald Trump, vinginevyo wangekutana na hatima ngumu kabisa. Na watu tulikuwa tunasubiri tuone hiyo hatima ngumu. Huenda walikuwa watu wapya wakisubiri hatima ngumu, lakini kwa wale ambao tumezoea, kwa sababu takriban wiki 3 ambazo zimekatika, tumesikia matamko ya Donald Trump ya kila mara yakielekea kwa Irani, vitisho, mara hii tutawapiga, kwa ambao hamjawahi kushuhudia. Lakini kwa watu ambao wanakuwa labda wageni wa Trump, tumemshuhudia kwenye hayo matamko sana, wa kipindi ambacho anaparurana na Hamas akiwa upande wa Israeli, alikuwa akitoa matamko ya namna hiyo. Donald Trump alimpa Vladimir Putin siku 60 kuwa ameshamaliza vita, vinginevyo Marekani itachukua hatua. Katikati ya siku 60 akashusha zikawa siku 12 pekee, akampa Vladimir Putin na kupa siku 12. Vyombo vya habari vya magharibi vikawa vikiimba wimbo siku 12, siku 12. Siku ya 10 au ya 9, taarifa inatolewa na White House Marekani kuwa Rais Donald Trump anapanga ziara, atakutana na Vladimir Putin kule Alaska, Marekani, na kuua kabisa hadithi ya siku 12. Kwa imeishia hapo. Ilikuwa nini? Aliamua kutafuta ushindi wa pembeni, au angemaliza siku 12 angefanya nini? Angeshambulia Urusi au ingekuwaje? Hili la Irani wala lisiwashangaze. Huyu ndio Donald Trump. Donald Trump anatuambia kuwa katika ndani ya saa 42 ambazo alikuwa amewapa Irani, yeye Donald Trump anasema kuwa kumekuwepo na mazungumzo mazuri na makubwa yaliyopiga hatua kati ya Marekani na Iran ili kutatua hili swala. Na kwa uamuzi huo, kutokana na haya mazungumzo ambayo wao wanayataja, wanazungumza na mtu mmoja mkubwa sana mwenye maamuzi makubwa ndani ya Iran, ambaye sio mujtaba, sio kiongozi, sio supreme leader, wala sio katika wanaojulikana, ila ni mtu mkubwa mwenye ushawishi. Jamani, nyinyi mliwahi kusikia Iran kuna mtu mkubwa mwenye ushawishi kuzidi supreme leader? Au huyu Donald Trump ni upi? Anazungumza na nani? Wiki jana ametuambia hakuna yoyote wa kuzungumza naye kwa sababu waliotaka kuzungumza nao wamewaua wote. Sasa huyu anaozungumza naye hivi sasa ni nani? Anasema tuko kwenye mazungumzo mazuri kabisa. Kwa hiyo analiagiza jeshi la Marekani kuwa lisitishe
kwa siku 5 kufanya mashambulizi kwenye nishati ya Irani kama walivyokuwa wamekusudia. Tangazo la Donald Trump jana, niliwaambia, lilijibiwa na Irani. Wakamwambia kuwa utashambulia nishati zetu, ila tegemea kuwa washirika wako wote nao watakuwa gizani. Msemaji wa jeshi la IRGC akasema kuwa tutaufunga complete mfereji wa Hormuz na hatutoufungua mpaka pale power plant yetu itapokuwa imerekebishwa. Yani kama Irani itakaa haina umeme kwa mwezi, basi complete Hormuz itakuwa imefungwa kwa miezi, yani mpaka kipindi ambacho watakuwa wamerekebisha. Lakini kauli ya Trump na kauli ya IRGC ilienda kutikisa tu masoko ya nishati duniani yakaanza kuyumba kama kawaida, yanacheza juu chini, kwa sababu ilikuwa ni kauli ya tishio baya kutoka kwenye mashambulizi ya siku 2 zilizopita kwenye nishati, lakini kwenda kwenye mashambulizi ya mifumo sasa ya umeme, usambazaji wa maji. Wadukuaji wa Irani wale Handala wenyewe wao walidukua kabisa mfumo mzima wa ugawaji maji ndani ya Israeli, na wakadukua na mfumo mzima wa mashine zake za power plant zilipo, wakazichapisha kwenye mtandao, wakasema kuwa tayari tuna njia zote ambapo yanapita tunajua, kwa sisi tunajua tutapiga koki ya wapi na wapi ili tuhakikishe kuwa watu wanakosa huduma yote. Donald Trump anasema anazungumza na Iran. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Iran kupitia vyombo vya habari vya Iran jioni hii, wanasema kuwa hawana mazungumzo ya aina yoyote na Marekani, wala hawajaomba wala kuanzisha mazungumzo ya aina yoyote na Marekani. Trump kalitoa wapi hili la kuzungumza na Irani? Tumwamini nani kwenye hili? Je, tunapaswa tumwamini Trump ambaye ametuaminisha mara nyingi kuwa Irani wapo kwenye mazungumzo, na Irani mara zote wamekataa, wanasema hatutaki wala hatuna mpango wala hatuhitaji kuzungumza? Nani anatuambia ukweli? Au kweli kuna mazungumzo ambayo yanazungumzwa chini kwa chini ambayo Irani pia na wao hawataki kuthibitisha kuwa kuna mazungumzo? Lakini nani anamjua Donald Trump? Donald Trump angebaki na siri. Wakati wa vurugu za Greenland, wakati wazungu wanaparurana na Donald Trump kwenye masuala ya Greenland, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimwandikia kimemo Trump wakati walikutana kwenye mkutano kule, ilikuwa ni Davos Walivyokutana kule alikuwa amemwandikia memo, akamwambia sisi tunafanya mission nyingi sana, tumeshirikiana pamoja Irani, Iraki. Kwa hiyo swala la Greenland ni swala dogo, tunapaswa tukutane baada ya mkutano kule, tukae pembeni tuzungumze na tulitatue hili swala. Donald Trump alifanya nini ile memo? Aliprint kwenye mtandao wake wa Truth Social, akaianika wazi kuonyesha Emmanuel Macron jinsi alivyo. Ilikuwa ni memo ya siri ameipeleka, lakini yeye aliamua kuitoa hadharani kuonyesha kuwa yeye ndio anabembelezwa. Sasa niambie kitu kimoja, kuwa kama ingekuwa kweli hawa Irani wametuma proposal kwa Donald Trump, unadhani Trump alikuwa anashindwa kuichapisha kwenye mtandao au kuianika? Mara kadhaa nimerudia kuambia hii kauli kuwa siku Irani wataamua kuandika barua, siku Irani watapoamua kutuma ujumbe, au wawakilishi tu wa Irani wakakubali kuketi na kina Steve Witkoff na kina Jared Kushner hata kwa pembeni kwa siri, basi nakwambia amini kuwa Marekani iko tayari kuwapiga picha kwa njia yoyote, alafu waziachie mtandaoni. Lakini kuna kitu kimoja tunapaswa tujiulize kwenye hili la 48 hours, sawa, ambapo Marekani superpower alimtisha bwana mdogo Iran, nitakutandika ndani ya saa 48. Kwa nini bwana mkubwa tena ndio anakuja kuclear message? Aliyekuwa anahofia kwa hilo ilikuwa ni Iran. Iran walipaswa ndio waje kutuambia jamani, sisi tumekuja Marekani, tunazungumza naye hivi sasa na tutalitatua hili tatizo kwa masuala ya mazungumzo na kila kitu kitavyokuwa. Hivi unadhani ukifikiria wewe inakuwaje? Ni sahihi? Ni sahihi kwa Marekani kutuambia hivi? Hebu jifikiria jambo moja. Mbwembwe za Marekani na Israel kuingia Iran kubadili utawala, kubadilisha makombora, kuua viongozi, kuhakikisha hakuna lolote linaloendelea. Mbwembwe ambazo Donald Trump anatuambia kuwa hawana lolote, hawana jeshi la anga, hawana jeshi la maji, yani kila kitu wameishiwa. Zote anachotuambia. Kwa nini anazungumza kwa ufahari kuanzisha mazungumzo na Iran? Mmemfuatilia anachokizungumza? Hebu jaribu kumnukuu au jaribu kufuatilia taarifa zake wakati anazungumza kuhusu Iran. Anazungumza kwa ufahari. Yani kwa ufahari kuonyesha kuwa ni jambo kubwa linatokea. Hujiulizi mara mbili nini kipo nyuma ya hapa? Kwa nini? Hujiulizi nini kiko hapa? Rafiki yangu mmoja ananiambia kuwa, Rabi, kama nataka kuanza kukuelewa kuhusu huyu Irani anatupumbaza kuhusu nyuklia. Siamini kama Irani hana nyuklia. Mimi sijawahi kuthibitisha Irani kuwa na nyuklia, lakini nilichowahi kuambia kuwa tabia zote za Irani ni tabia za nchi yenye nyuklia.
tabia anazozionyesha ni tabia za nchi yenye nyuklia. Basi ziko hivyo. Hivi wakati wamepiga vinu vya nyuklia vya Natanz juzi, hivi Israeli ana nyuklia kati ya 90 na 200. 90 na 200 ambazo ziko hizo zinajulikana, japo kwa hajawahi kuthibitisha, lakini dunia inafahamu Israeli ni katika taifa lenye nyuklia. Kwa nini Irani aliriski uhai wa nchi yake kwenda kupiga kwenye vinu vya nyuklia vya Israeli, kijiji cha nyuklia cha Dimona? Kwa nini aliriski kwenda kupiga pale? Unahisi nini? Ni kuwa wewe hufikiri kama Israeli wanaweza wakareact kurudisha kwa wakatumia nyuklia, au inakuwaje? Iran manake wanasema kuwa ukiwa na nyuklia manake si ni protection yete, wanasema ulinzi wa kwako, yani ili usiguswe. Yani unajua nchi ya nyuklia huwezi kuigusa, unahofia hata kuipiga kwa sababu tayari ana ulinzi mkubwa. Kwa nini Iran hajahofia kwenda kupiga kitu cha nyuklia cha Israeli? Kwa nini? Utakao tumia akili ujiulize, kwa nini? Kwa nini haofii? Hivi sasa anakabiliana na mataifa yote ya nyuklia. Marekani, Israeli, wote ni mataifa ambayo official yana nyuklia, yanazo nyuklia tena za kiwango cha hali ya juu sana. Kwa nini Irani haofii kupambana na hizi? Kwa nini Irani anapoambiwa tukae tuzungumze hataki, na kwenda mpaka mwisho nihakikishe nimelitimiza hili? Kuna kipi ambacho amekificha? Lipi ambalo liko nyuma ambalo linampa jeuri ya kuamini hivi? Kwa sababu kama ingekuwa turufu ya mwisho, Marekani na Israel wanaamini kuwa turufu ya mwisho sisi tuna nyuklia na yeye hana, Irani asingekuwa na ujeuri huu, asingeonyesha hili. Jamani, tumieni tu akili ya kawaida. Nilishawahi kuambia kuwa Irani hawezi kuthibitisha kuhusu nyuklia, hawezi kuthibitisha kuhusu nyuklia kwa sababu juzi amethibitisha, alitudanganya kuhusu uwezo wa makombora yake ya kilomita 2000. Alilizungumza Abbas Araghchi kuwa alisema tumelimit uwezo wetu wa makombora kwenda 2000 kilomita. 2000 ni wastani Israeli tu, unabaki hapo hapo kidogo tu unatoka Israeli eneo hilo. Kwa nini juzi kapiga ameelekea nani Diego Garcia kule Chagos 1400 kilomita? Haya makombora yalikuwa wapi? Usidhani Irani kujificha kwenye fatwa ya Khamenei kuwa hawawezi kutengeneza nyuklia kwa sababu kwa mustakbali wa dini yao ya Kiislamu au kwa mustakbali wa mafundisho yao kuwa hawawezi kutengeneza silaha ya kemikali. Hili lilikuwa linahusu, hili swala la nyuklia linahusu uhuru wao na haki yao. Ile kusema tu kuwa hii ni fatwa, jamani, tabia zote za Irani ni mmiliki wa nyuklia. Tabia zake, sijasema Irani anamiliki nyuklia, lakini tabia za Irani zinathibitisha na zinaonyesha wazi kabisa hili ni taifa lenye nyuklia. Kwa sababu huwezi kuwatisha watu na manati hali ya kuwa watu wameshika bunduki. Unajiamini vipi na manati yako kuwa nitawaumiza hali ya kuwa unajua kabisa wenzako wameshika vyuma? Vipi utaanza kuparurana nao kuwa mimi manati yangu nitawaonyesha? Haiwezekani, isipokuwa tu hata wao wanajua kabisa huyu manati anaigiza. Hii manati anatuigizia, tunajua kabisa naye anachuma kama chetu. Ndio ilivyo. Irani hawezi kutangaza na nyuklia. Nilishawaambia hawezi, na sababu nilishawahi kuwapa. Kwa nini hawezi kutangaza? Hawezi kutangaza kwa sababu anachokiogopa Irani sio nje, Irani anaogopa ndani. Na Westin akitangaza moja kwa moja kuwa tayari ninamiliki hiki kitu, watampiga sanction mpaka pipi haiwezi kuingia ndani. Watahakikisha ule mzingiro wa nchi zote hazimfikii chochote, atasababisha crisis ya ndani. Watu milioni 90 unawadhibiti vipi? Vita ya ndani ndio anayoiogopa, sio nje. Kwa hiyo Irani wanasema hatujaanzisha wala hatujaomba mazungumzo na Donald Trump. Taarifa ya Donald Trump ni taarifa ya uoga. Amekimbia baada sisi kumwambia kuwa kama utashambulia nishati yetu na sisi tutazishambulia sawa sawa za kwenu na haturudi nyuma. Kwa hiyo Trump akapima upepo kuwa tulipiga airport yao wakapiga airport zetu. Tulipiga nishati yao wao wakapiga nishati zetu. Sijui tumepiga nini wao wamepiga. Vile vile. Yani kuwa wanacheza kwenye ile sera ya jicho kwa jicho, jino kwa jino, ndio wamekuwa wakicheza hivyo. Kwa hiyo hata Trump alivyoona kuwa tunakabiliana na watu ambao hawana cha kupoteza, ni kweli kuwa tunaweza tukagusa pale tunapogusa na tukawakatia kabisa power ikakatika, lakini ni kweli hawa wataenda kupiga za wenzetu, ni kweli watapiga za washikaji, ni kweli zitapiga za washirika, ni kweli watapiga kwa allies wetu, wote watapigwa. Kwa hiyo Trump anatokaje kwenye hizo? Je, zingepita saa 48 bila kushambulia ingekuwa aibu? Si aliahidi, mbona kaogopa? Kwa hiyo ndio maana kachezesha kekundu keusi kuwa wamesema tunazungumza, tunayo mazungumzo. Sasa thibitisha basi unazungumza na nani? Mbona wao wanakataa wote, wanasema sisi hatuzungumzi na hatuna mpango wala hatuko hapo kwenye mazungumzo. Sasa Marekani, hebu Waswahili wanasema hebu wasute,
wasute, waonyeshe au wa Irani kuwa nyinyi ni waongo, mimi ninachokisema ni halisi. Kama utashindwa kutoa uthibitisho, maana yake kuwa wewe unabaki kuwa wewe ndio muongo na wao wako sahihi. Trump kakwepa nini? Yes, yapo ya kukwepa. Hata ningekuwa mimi ningepiga U-turn. Ni kweli bila shaka, na hili nimelizungumza kuwa Marekani wanatafuta meza ya mazungumzo kwa muda mrefu, na hili limekuwa likizungumzwa. Hii mechi haiko upande wao, hii mechi haiko upande wao. Kila siku nawaambia jamani, hii ni wiki ya 3, tunakwenda mwezi au tunakwenda wiki ya 4 tunamaliza. Marekani anamiliki nini katika malengo yake yote aliyoingia nayo Irani? Ni kipi ametimiza? Hebu tuambizane ukweli kuwa malengo ya Marekani yametimia kipi? Kuua watu au kuua viongozi? Kuna chochote kimebadilika? Mbona kapoteza zaidi? Kwa sababu ameenda na vitu vichache. Hivi sasa anahangaika na mfereji wa Hormuz, anahangaika na madroni, anahangaika sijui nani. Mbona kapoteza zaidi kuliko kupata? Kwa hiyo tukiondoa hisia zile za unazi, zile hisia za imani, hisia za nini, hebu tusimame kwenye ukweli tu kuwa Marekani kapata nini mpaka sasa hivi kwenye hii vita? Alichofanikisha kipi kwa karibia mwezi mzima? Wakati wanamdondosha Saddam Hussein, kipindi hiki walikuwa wamemaliza karibu kila kitu, kimekwisha, imebaki hatua ndogo na Saddam Hussein kaisha jificha, hajulikani yuko wapi. Lakini yuko wapi Marekani? Yuko wapi yuko wapi hivi sasa? Amesogea wapi? Anachukua nini? Amemiliki nini? Kwa hiyo tukienda tu hapo kwenye ukweli, jamani, tuache hisia na ushabiki. Haya tunayoyatazama ni mambo halisi yanayotokea, na nawashukuru sana na asanteni sana wale ambao mlikuwa tumewasiliana kuhusu t-shirt kama hizi. Niliwaambia kuwa tuanze kuwasiliana Jumanne ya tarehe 24 inshallah, tuwasiliane nikupe process jinsi ya kuzipata hizi t-shirt. Sisi tunazitoa kwenye Rahby Digital kwa ajili ya washabiki wetu hasa ambao wanachangia tu Rahby Digital, kwa sababu gharama yake tunatoa ni kubwa ukilinganisha na bei halisi ya t-shirt, kwa sababu hii t-shirt utaipata kwa 50,000 ambao tunakuadi kuwa ni member wetu ambao umetusaidia kukamilisha kutengeneza studio yetu ya Rahby Digital. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekuwa wakihitaji hizi t-shirt, basi tuwasiliane kama nilivyokuwa nimewaambia hapo awali. Waliokuwa wamenitumia message niliwaambia tuwasiliane Jumanne ya tarehe 24, nitakupa maelekezo wapi utazipata. Na wewe ambaye bado unaweza ukaweka oda yako na kutucheki kwenye namba ukiwa nje ya Tanzania unaanza na jumlisha 255 672 800 173 plus 255 672 800 173. Nadhani nimeeleweka kwa hilo, na niwatakie kila la kheri, na tutaendelea kupashana yale yanayoendelea duniani, na hii ni Rahby Digital. Shukran sana.